kweli binafsi nimeipokea kwa furaha na bashasha kubwa ilani ya uchaguzi ya 2025 2030, na tumeona vipaumbele 9 ambavyo vimewekwa katika ilani, na ikiwa ni maelekezo sasa ya Chama cha Mapinduzi kwa serikali inayokuja kuanzia 2025 kuyazingatia na kuyapa kipaumbele. Kwa kweli mambo yote ni mazuri, lakini pia ilani ya mwaka huu imejaribu kuwa very focused. Yaani ni sio mambo mengi, unaona ni mambo 9 ambayo yanagusa maisha ya kila siku ya Mtanzania, tukiangalia masuala ya miundombinu ya uchumi, lakini tukiangalia masuala ya huduma za afya. Lakini kubwa nimevutiwa pia kuona vipaumbele vikihusika swala la kutatua changamoto ya ajira kwa vijana. Kwa kweli hiki pia kimekuwa ni kilio cha vijana wengi wa Kitanzania, hususan wanaomaliza vyuo vikuu. Kwa kweli ni jambo moja zuri sana. Sisi tuko tayari kwenda kuinadi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi na kutafuta ushindi wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya rais, mbunge na madiwani. Hotuba fupi ya mwenyekiti wa chama. Tumepokea vizuri, na kwa kweli mwenyekiti amezungumza vizuri kwamba tukimaliza zoezi la ndani la uchaguzi lazima turudi wamoja kama Chama cha Mapinduzi. Lakini pia amesema jambo moja ambalo wengi tumelifurahia, kwamba hakuna mtu ametumwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kugombea. Kwa hiyo kama mtu anaingia jimboni, ingia kwa nguvu zako, kwa ushawishi wako, kwa uwezo wako, na sio kutumia majina ya wakubwa. Kwa kweli hili tumelipokea vizuri sana na ni faraja kwetu. Hali yako jimboni sasa? Mimi jimboni Tanga niko vizuri sana kwa kweli. Wanatanga wananielewa, namshukuru Mungu kwa sababu kazi tumefanya, na wananielewa vizuri, kwa naamini kabisa watanipa ridhaa, watanipendekeza kuwa mgombea na chama changu mwisho wa siku kitaniteua. Kwa hiyo karibuni Tanga, tunasema waje leo kuondoka majaliwa. Kwa jina mimi naitwa Saiplani Abubakari Ramsey, ni mwenezi wa CCM mkoa wa Arusha. Leo tumekuja tumezindua ilani yetu hapa. Ilani hii inaashiria ukongwe wa Chama cha Mapinduzi, inaashiria namna gani chama hiki endelea kufuata miiko yake, kanuni zake, lakini na katiba ya Chama cha Mapinduzi. Kwa maana ilani imezinduliwa na wajumbe wa mkutano mkuu wamemkabidhi Daktari Samia Suluhu Hassan na ndo mgombea wetu. Lakini lingine katika hotuba ya mwenyekiti, na mnajua huu ndo mwaka wa uchaguzi, mwaka wa magenge mengi katika kila wilaya, kila jimbo kuna magenge. Mheshimiwa mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayuko aliyemtuma. Maana kama kuna mama anataka kuja katika jimbo, aje akiwa anajitosheleza kwa maana ya sifa. Kama kuna mwanaume anakuja katika jimbo, aje akiwa amejitosheleza katika jimbo. Na leo Daktari Samia Suluhu Hassan amethibitisha ule usemi wa kwamba wakikuhitaji watakuita. Maana yake amesema kama kuna mtu tunamhitaji tutampa zile nafasi 10. Maana yake wanaokuja mwendo wetu ni ule mwendo wa ngiri mkia juu. Tutaangalia sifa, tutaangalia namna anavyoweza kututumikia, tutaangalia utayari wake, namna anavyounganisha watu, namna anavyokiunganisha chama. Na mmesikia Daktari Samia Suluhu Hassan amesema congratulations. Hatutaki watu ambao wanatoka nje ya vikao vya chama kwenda kuongea nje ya vikao vya chama wakati wana platform za kuongelea ndani ya vikao vya chama. Kwa hiyo safari hii maana yake ni Daktari Samia ametukumbusha katika mkoa wetu wa Arusha tukachague wagombea ambao wanajua miiko na kanuni za Chama cha Mapinduzi, na wanajua milango yote ya kusemea shida, changamoto na matatizo ya Watanzania katika vikao, sio katika magenge. Kwa hiyo sisi katika mkoa wa Arusha tunaendelea kuyahimiza magenge ambayo yatajitokeza yafate taratibu, miiko, kanuni na maadili ya Chama cha Mapinduzi ili tukapate mgombea safi. Na nataka niwaambie ndugu waandishi wa habari, chama hiki katika mkoa wowote, hususan katika mkoa wa Arusha, hatujawahi kuwa na upelevu wa wagombea. Tuna wagombea wengi sana, na safari hii watajitokeza, na tunawaambia hakuna jimbo la mtu. Majimbo pindi nafasi itakapotangazwa, majimbo yatakuwa yako wazi, na yoyote yule tutamwangalia katika jicho la usawa na haki katika mkoa wetu wa Arusha.